pamoja na majibu mazuri ya serikali, na kwa sababu waheshimiwa wabunge wataendelea kuwepo hapa kwa miezi mitatu inayokuja, lakini bado mazoezi kule kwenye majimbo yao yanaendelea kufanyika, na kwa sababu serikali imesema kwamba mwaka 2023-24 imeajiri watumishi 350, je, idadi hii ndio idadi hitajika au bado kuna mahitaji, na kama yapo nini kinafanyika? La kwanza. La pili, Mheshimiwa Waziri, ningeomba utusaidie. Kumekuwa kukijitokeza kwa dhahiri dalili za uvunjifu wa amani kwa lugha na kejeli na mambo mengi sana. Sasa ningeomba serikali iliambie bunge lako, je, mmejipangaje kama serikali ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unaokuja utakuwa wa salama, wa huru na haki, na hakuna mtu ambaye anayeweza kuzuia uchaguzi kwa mujibu wa katiba? Asante. Mheshimiwa Waziri, swala la kwanza linahitaji takwimu. Kama unazo zijibu, kama huna utazitoa baadaye. Sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru. Ninaomba kumjibu Mheshimiwa Zaoro maswali yake ya nyongeza kama ifuatavyo. La kwanza, serikali ya awamu ya sita toka imeingia madarakani imeweka nguvu kubwa sana katika kupambana na rushwa, kuzuia na kupambana na rushwa. Na katika kufanya hivyo tumeweza kupata vitendea kazi ambavyo kweli hatujawahi kupata kwa kiasi hicho toka chombo hiki cha TAKUKURU kuanzishwa, kupata magari 178 kwa TAKUKURU mapya, na ambao hawakupata mapya basi ya kwao ni mazima sana. Kwa hiyo itatusaidia katika kupambana katika ngazi ya wilaya. Lakini katika kipindi cha miaka toka serikali ya awamu ya sita ilipoingia madarakani 2022 mpaka 2025, hivi sasa tumeweza kuongeza watumishi 1190. Watumishi hawa sisi tunaamini wanatosha. Karibu kila ofisi sasa kwenye wilaya zetu zina watumishi kuanzia 5 hadi 15. Sisi tunaamini hawa wanatosha kuweza kupambana au kupeleka elimu, kwa sababu sehemu kubwa ambayo tunataka kujikita nayo ni kuhakikisha kwamba elimu inatolewa kwa njia mbalimbali, kuhakikisha kwamba wananchi wanajua madhara ya rushwa. Lakini la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Zaoro ameuliza juu ya wale ambao wameanza harakati, dalili za kutumia rushwa, lakini kuanza harakati ambazo zinapelekea uvunjifu hata wa amani. Na niseme tu, nchi yetu ina uzoefu mkubwa katika kushughulika na chaguzi, na kwa sasa tumeshafanya chaguzi takriban mara 7. Uzoefu huu unafanya nchi yetu kuwa mwalimu wa demokrasia katika kanda yetu huu, na kwa hivyo nikuhakikishie kwamba kwa wale ambao wamejiandaa kuleta fujo au kuleta mambo ambayo yanaleta sintofahamu kwa jamii, serikali hata siku moja huwa haipumziki wala hakuna gap. Serikali ipo, na hata kama tuko hapa na wengine wako hapa, lakini serikali ipo na vyombo vyetu katika kusimamia sheria huwa vina ushirikiano. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo kutakuwa kuna upungufu wa watu wanaosimamia sheria. Nataka nikuhakikishie kwamba serikali imejipanga katika kusimamia uchaguzi wa mwaka 2025 kama ambavyo tumeshughulikia chaguzi nyingine kwa mafanikio makubwa.